Uwarigani mwana michezo wangu na karibu tena kwenye chaneli yetu ya Bongo Vibe TV kuweza kuangalizia yale ya kimichezo ambayo yameweza kujiri hapa mezani kwetu. Na kubwa kuliko mbaro tunakwenda kutazamia ni kuhusiana na goli ambalo liliweza kufungwa na mchezaji Selemani Mwalimu, goli la kwanza la klabu ya Simba kwenye mchezo kati ya timu ya KMC zidi ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Sasa maoni yamekuwa ni mengi kuhusiana na goli hilo ambalo liliweza kufungwa katika kipindi cha kwanza cha mchezo na mchezaji Selemani Mwalimu mara baada ya ribaundi la shuti la Libase Gwe kuweza kurejea kwa kipa kupangua shuti hilo na kumkuta mchezaji Selemani Mwalimu. Sasa namna ambavyo Selemani Mwalimu alipokuwa kwenye position ambayo anaugusa mpira wa mwisho kuingia nyavuni ndio imeweza kuleta maswali mengi, watu wengi wakiamini ya kwamba lile alikupaswa kuwa goli bali ilipaswa ni kuwa ni offside. Sasa mimi niko hapa kuweza kukuthibitishia undani wa taarifa hii kama lile lilipaswa kuwa ni goli lali au ni clear offside. Nitakuja hapa kukwambia ewe mwanamchezo wangu uweze kufahamu kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea kwenye mchezo kati ya klabu ya Simba dhidi ya timu ya KMC. Na kubwa kuliko nitakuja kuangazia ni kuhusiana na goli la mchezaji Selemani Mwalimu ama goli la kwanza la timu ya wekundu wa Msimbazi Simba kupitia mchezaji Selemani Mwalimu ambaye aliweza kuitandikia bao la uongozi timu yake hiyo ya Simba Sports Club. Lakini pia kabla sijaja kukusogezea moja kwa moja undani wa taarifa hii ambayo niko hapa nayo, nataka nije kukusogezea mwanamchezo wangu ili nawe uweze kufahamu ya kwamba lile ni goli la uhalali au la. Naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwanafamilia wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa time hii hapa na bado hauja subscribe channel yetu, basi naomba nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee sasa kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwanafamilia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu lilo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele iliyopo hapo pembeni. Ukishafanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na hautakao kuwaza tena utajipatia wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekusogezea taarifa mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linabakia kuwa jepesi kabisa, mwana michezo wangu, kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na taarifa ambayo nimeweza kukujuza hapo awali juu ya goli liliweza kufungwa na mchezaji Selemani Mwalimu, goli ambalo limeweza kuzua mijadala mengi hususani huku kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Wadau mbalimbali wa soka wamejaribu kutoa mitazamo yao kuhusiana na goli la mchezaji huyo Selemani Mwalimu, goli ambalo lilikuwa ni la utangulizi kwenye mchezo ulioweza kutamatika kwa klabu ya Simba kuweza kuongoza kwa chuma 2 kwa bila. Ukiangalia kwanza namna ambavyo klabu ya Simba kwenye mchezo huu walionekana kuwa bora katika maeneo mbalimbali, kuanzia eneo lao la ulinzi, lakini eneo la kati na hata eneo la mwisho unaweza kuona kwamba ni Simba ambayo imeweza kuboreka, iliweza kujiboresha kwa kiasi kikubwa namna ambavyo walikuwa wanazuia, lakini namna ambavyo waliweza kutawala mchezo kwa asilimia kubwa. Ndani ya dakika 90 tumeweza kushuhudia klabu ya Simba akiweza kupiga zaidi ya pasi 600, lakini pia tumeweza kushuhudia utawala mkubwa wa mchezo kwa maana kwamba wakiwa na ball position ya asilimia 82, KMC wakiwa na asilimia 18 pekee, hivyo kuwafanya klabu ya Simba utawale mchezo kwa kiasi kikubwa. Licha ya klabu ya Simba kutawala mchezo kwa kiasi kikubwa, lakini walionekana kushindwa kutengeneza nafasi nyingi ambazo zingeweza kuwasaidia wao kupata mabao ya kutosha. Maana ukimzingatia opponent wake ambaye alikuwa ni KMC, asilimia kubwa alikuwa nyuma ya mpira, alikuwa nyuma ya goli, nyuma ya mpira, yani alikuwa anakabia low block kwa mfumo wa 4-4-2, na asilimia nyingi klabu ya Simba walikuwa wanamkabia juu, yani walikuwa wanacheza juu ya eneo la timu ya wekundu ya KMC. Kwa hiyo licha ya KMC kuzuia kwa namna hiyo,
klabu ya Simba walishindwa kutengeneza nafasi katika kipindi cha pili ambazo zingeweza wao kuongezea magoli mengi katika mchezo huo. Ukiangalia KMC anabulizwa mkia mpaka sasa hivi akiwa nafasi ya mwisho katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na amekuwa na performance mbovu kweli, licha matokeo ambayo klabu ya Simba imeweza kuyapata ya kupata uongozi wa magoli 2-0. Lakini kwa upande wangu nilikuwa naamini klabu ya Simba walikuwa na uwezo wa kuongoza magoli mengine na kuifanya timu ya Simba kuweza kushinda kwa kishindo zidi ya timu hiyo ya KMC. Sasa mpaka sasa hivi kwenye msimamo wa zile top 10 timu ambazo zimeingia kwenye top 10 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kwa upande wa timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wao mpaka sasa hivi wapo katika nafasi yao ya 6 wakicheza mchezo 8 na kuweza kujikusanyia alama 19. Lakini mtani wao wa jadi Yanga Sports Club yeye yupo nafasi ya 3 akicheza mchezo 8 na kujikusanyia alama 22, nafasi ya kwanza ikishikiliwa na timu ya JKT Tanzania. Sasa goli ambalo mchezaji Suleiman Mwalimu aliweza kulifunga kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo, na ilikuwa goli la utangulizi kwa upande wa klabu ya Simba. Sasa kwa namna ambavyo Simba aliweza kutengeneza shambulizi hili, ni ufundi mkubwa ambao alionyesha mchezaji Libase Gwe kwa kutandika shuti zito, shuti ambalo liliweza kumshinda mlinda mlango wa timu ya KMC na kufanya mpira ule aweze kuutema, hivyo Suleiman Mwalimu kwenda kuchukua advantage ya rebound na kuingiza tena mpira nyavuni. Sasa kwenye hili tukio ambalo Suleiman Mwalimu anaonekana kwenda kuchukua mpira wa rebound ambao golikipa wa KMC aliweza kupangua mara baada ya shuti kali kutoka kwa Libase Gwe, tukio hili ndio liliweza kuleta maswali mengi na utata, wengi wakioji ile ilikuwa ni offside na alikupaswa kuwa goli halali, lakini kuna baadhi wanaamini ile ilipaswa kuwa ni goli halali na sio offside. Sasa kiukweli kwa ambao tumeweza kunufaika na picha za marejeo, ile ukiangalia vizuri ni clear offside. Wakati Libase Gwe anakwenda kupiga lile shuti kuelekea kwenye lango la KMC kabla golikipa hajalipangua, ukimwangalia position ambao Suleiman Mwalimu alikuwepo kwenye eneo la offside. Kwa hiyo wakati mpira unatoka kwa Libase Gwe, Suleiman Mwalimu alikuwepo kwenye eneo la offside, hivyo ile goli ambalo amekuja kufunga mara baada ya mpira kutoka kwa golikipa ilipaswa kuwa ni offside, kwa maana kwamba mpira wa kwanza wakati unatoka kwa Libase Gwe yeye alikuwa katika eneo la kuotea, lakini mshika kibendera hakuweza kuliona tukio la hivyo ama kumsaidia muamuzi wakati Ahmed Alajiga ili kuweza kutoa tafsiri sahihi ya tukio hilo. Sasa kwa upande wangu mimi nimeona kabisa ile ni clear offside, na kwa namna moja ama nyingine klabu ya Simba ameweza kupewa goli la offside, lakini timu ya KMC wao wakiweza kunyimwa haki yao ya msingi, na ilipaswa ile iweze ni kuwa ni offside na mpira upigwe kuelekeza kwenye lango la klabu ya Simba. Haya ni mapungufu madogo ambayo yapo katika ligi yetu kuu ya NBC Tanzania bara, hivyo kuna namna fulani unaweza kaona kama waamuzi wanashindwa kutafsiri vizuri matukio yanaweza kutokea ndani ya dakika 90. Ni yapi maoni yako kuhusiana na hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.